makanisa 6 ya Ufunuo na Uzima katika mkoa wa Mbeya pia yamefungwa. Hii kufuatia tamko la serikali kupitia msajili wa jumuiya za kiraia nchini la kufunga makanisa ya Ufunuo na Uzima. Miongoni mwa taarifa ya kushtua sana kwa siku hii ya leo ni taarifa hiyo ya muendelezo wa kufungia au funga ya makanisa ya Ufufuo na Uzima ambayo yako chini ya Askofu Josephat Gwajima, ambaye kwa siku hii ya leo tumepata taarifa pia kuna makanisa mengine mkoa wa Mbeya pale, ambapo kwa mujibu wa CACP Benjamin Kuzaga, kama ulivyomsikia hapo awali, amezungumza bana, akasema kwamba wameshafungia makanisa 6 mpaka kufikia siku ya jana, na mpaka sasa hivi pia wanaendelea kutafuta kuyasaka, kuyafukunyua makanisa mengine ambayo yanaendelea, ambayo yako chini ya usajili wa Josephat Gwajima, jambo ambalo pia limeibua maswali mengi sana. Lakini sasa wakati funga hii ikiwa inaendelea, watu wengi, kuna vitu vingi sana ambavyo wameweza kuvitabiria, especially serikali ya Tanzania ambayo iko chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kusema kwamba pengine hii fungia mwisho wa siku inaweza ikaje ikaleta maandamano ambayo yanaweza akaipelekea nchi sehemu ambayo ni mbaya, lakini pia ikafanya pia kila mmoja akaona kabisa kwamba hakuna haja ya kuongozwa na serikali ambayo inaendelea kufanya mambo ambayo kwa sasa hivi yanaendelea hapa kwetu nchini. Na utakumbuka pia viongozi mbalimbali akiwemo mzee wa upako, lakini pia maaskofu mbalimbali wamekuwa wakizungumza wakiwa wanasema kwamba wao wanachokitaka ni kuhakikisha kwamba makanisa yote ya Ufufuo na Uzima yanafunguliwa na watu wanaendelea kuwa na uhuru wa kusali. Na tamnukuu mzee wa upako ambaye ni miongoni pia mwa wazee ambao wamedumu katika injili kwa muda mrefu sasa hivi, alisema kwa siku ya jana wakati akiwa kanisani, akasema kwamba serikali haijafanya jambo ambalo ni nzuri, especially kwenye uamuzi wa kufungia makanisa ambayo sasa hivi yanaendelea nchi nzima hii. Tunaona sasa hivi kila sehemu kuna fungia, jambo ambalo pia limeibua hisia lakini pia na simanzi kwa watu wengi zaidi ambao ni wapenzi wanapenda kwenda badani. Lakini pia kitu kingine, wengi wamesema kwamba ni kwa nini serikali imeamua kufanya jambo hili. Kama ni kuzungumza, wangetakiwa wazungumze, wayamalize, na mwisho wa siku maisha mengine yaweze kuendelea, kwa sababu kuna uhuru wa watu kama unaminywa hivi wa kuzungumza. Lakini pia nimepata bahati pia kuzungumza na kusikia pia mawakili mbalimbali wakiwa wanazungumza pamoja na wanasheria, wanasema kwamba hakuna kitu kibaya ambacho Gwajima amekizungumza, kwa sababu yeye alizungumza kwenye upande wa watu kupotea, lakini alichokuja kushangaa ni kuanza kuona kwamba watu wanafungia makanisa, lakini pia na yeye mwenyewe mpaka sasa hivi tunavyozungumza hajajitokeza hadharani kuzungumza jambo lolote. Hakuna chochote kile ambacho yeye mwenyewe amekizungumza. Lakini pia kupitia kanisa la ABC tuliona pia miongoni mwa wachungaji wakiwa wanazungumza pia kwa siku ya juzi, bila shaka wakiwa wanasema kwamba walishtushwa sana kuona kwamba kanisa hilo la Ufufuo na Uzima ambao wao ndo wametokea huko, wakiwa wanawaza sana kwamba kwa nini serikali imefanya hivi, lakini pia kwani kosa la Josephat Gwajima ni nini, na kama Gwajima alikuwa na kosa, kwa nini wasimfungie yeye mwenyewe au wasimkamate yeye wakaacha watu wengine wakiwa wanaendelea kuhubiri. Unafikiri hii itakuwa inaleta picha gani hasa kwa serikali yetu ya Tanzania, na unaona wapi amani ya Tanzania sasa hivi ilipo? Na tunafahamu imani ni kubwa kuliko kitu chochote, na mtu kuaminishwa kitu ni rahisi sana kuweza kujichukulia maamuzi ambao mwisho wa siku anaweza ikaigharimu taifa. Unaionaje hii fungia ya makanisa ya Ufufuo na Uzima nchi nzima? Kwa upande wako unaona maoni yako ni yapi? Mwisho wa siku pia nchi itaingia wapi? Niache maoni yako hapa, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya Mpasha TV. Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya Mpasha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.